Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV, nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wanatufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa, na tunawatakia tena siku njema ya leo mardi le 6 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu mbichi za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea siku ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita tuwaambie hali halisi hapo, na tumewaletea taarifa mingi tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati, mkiwa nasi kabisa 5 kwa 5 ndani ya grupe yetu. Namna ya kujiunga nasi ni kugusa pale kwenye titre hapo chini mu description, kuko linki ama lie ya grupe yetu ya WhatsApp. Mujiunge nasi kupitia linki hiyo. Bila shaka kabisa mtakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati, za asubuhi, za mchana, hata na za magharibi. Taarifa zetu mbichi tutazianzia kwenye shamba la vita territoire ya Masisi, kwenye wengine wanajeshi wapya kutoka AFC M23 walijisalimisha kwa wazalendo. Wanajeshi hao wanasema ya kwamba ni wanajeshi ambao walikuwaka wa FARDC zamani, wakati mji wa Goma ulikuwaka na haujakamatwa na wasi wa AFC M23. Wanajeshi hao wa FARDC ni wale waliokamatwaka mateka mjini Goma na AFC M23 wakati mji wa Goma kulikuwaka vita, na wanajeshi hao wote walipelekwaka mu AFC M23 na wakapewa mazoezi ya kivita ya AFC M23, wakamaliza formation militaire huko, wakawa wanajeshi wa AFC M23. Baada ya kumaliza mazoezi ya kivita na kukuwa deploye kumalinye defo tofauti, wengi wa wanajeshi wale wa zamani wa FARDC na wazalendo walikuwa wakiondoka huko kila mara kabisa, wakielekea mu maeneo ya Walikale, wakijisalimisha kwa wazalendo na wengine kwa FARDC. Wanajeshi hawa wanaojisalimisha wanaendelea kuonesha jinsi wao kabisa wanaipenda nchi ya Kongo. Mfuate video hiyo kwanza, ni wanajeshi hao ambao walikuwa wamejisalimisha tena. Sawa, aba njoba ndugu yetu wenye banatoka kwa M23 ne balikuwa ba FARDC. Sai tunawapokea kumuvoma hapa liko tukuru yenye naongozwa na General Mutayomba na obusiransi yake Maisha na Gijimana Theo mwenyewe anajulikana kwa jina ya Lenge Fenge. Sai tunapokea bandugu yetu, unataa nabo ni wanaume batasema. Tunaanzia kwa huyu. Wewe jina lako nani? Asimpi Commissaire Tizon. Sema sana, sauti. Asimpi Commissaire Tizon. Unatokea wapi? Bakangai biso le 27 janvier na aéroport à Goma en pleine fête. Bamemai biso na Rumangabo na Boloko, to sali 10 mois kuna babimisi biso. Badote biso technique to comme travailler na bango, mais tomoni unité plus proche angwana to commissaire Andre. Unatokea mu defense gani? Ukilima gani? Kasheke. Sawa, pale Kasheke mlikuwa mnaongozwa na komanda gani? M23? Komanda Sami. Sami? Oya kaloboko boy. Alikuwa komanda bataille kwa ndio. Komanda compagnie Sami. Mlikuwa bangapi pale mu defense? Tunafanya wa 30. Sawa, asante. Tunaenda kwa huyu naye atajieleza na aseme kwenye alikuwa anatumikia. Sawa. Kumona ngayo ndo Musa za soda FARDC naenda kusana Goma. Sirayu. Kumona ngayo ndo Musa za soda FARDC naenda ko travailler na Goma. Etango bitumiko taketi na kata ville.
moyens ezalaki te tobundi munition esili nde bakangaki biso na maboko kangaki nga le 28 janvier toye ntina Rumangabo na kati ya boloko tosali 10 mois baobimisa biso kete tokoma otravaille na bango bon tellement choix mpe kosala ezalaki te babimisi baye na biso na bango mba na bango mais esimbaki kaka te tolukaki moyen to rejoindre unité eza proche na biso bawazalendo ndelo toye komi se présenter awa. Sawa, asante. Na ulikuwa pamoja na huyu mdefense moya? Ndio. Sawa, Kasheke. Tunaenda kwa huyu naye tajieleza. Kombo nanga chama Patrick. Pandisha silaha. Biso tu tozalaka na defense moko na bango. De toyebo ko bozonga na biso na unité na biso. Ilikuwa mu unité gani ya FARDC? Aiglon, 3e brigade ERR. Correct. Sawa, tunaenda kwa huyu naye. Kombo nanga Rome Kapela. Kaka ndenge bauti koloba tozalaki biso nyonso na defense moko kuna kokanga matokanga mabadatu moko tini makambo nyonso na defense moko. Na wewe ni Kasheke? Sawa, asante. Tunaenda kwa huyu. Kombo nanga Bunkwini John. Nazali soda ya base logistique ya Goma. Bakanga biso tangu mboke kweyaki manteka. Ndia mwana tozapeka defense moko na bango. Ndio zo mona. Na wewe Kasheke? Boye Kasheke. Sawa. Kombo nanga Kalamba Lube. Tozalaki na bango kaka isika moko na defense moko ana ya kapitene Dani Sami. Ndio mwenye alikuwa na baongoza pale mwa ile defense ya Kasheke. Sawa. Basi mwe FARDC mlikuwa mnatumika muinite mwana hapa? Tigre. Tigre? Sawa. Na wewe 1101. Sawa. Tunaenda kwa huyo papa naye. Mie ni Abadi Kitarigene. Nilikuwa mu FARDC. Mimi natumika na 22e brigade de réaction rapide ya General Dunia. Donc sa Goma inaanguka ndio bana tukamata mateka. Mimi nilikuwa kwa hospital kwa Sebeka Ndoshu. Ndio bana nikamataka bana nitumikisha nguvu sana. Donc mimi naona unité ya banduku wetu bazalendo iko karibu hapa na madefense tuko nazo. Ndio mimi ninatoroka mimi nakuwa kusirandre na unité banduku wetu. Nadhani kwamba video hiyo mmeipata. Kitu ambacho nataka kuwaambia hapo, hawa wanajeshi kiukweli ni wapatrioti, wanapenda nchi ya Kongo. Nasema haya kwa sababu tangu kuzuka upya kwa vita hivi vya waasi wa AFC M23 kuanzia Bunagana, waasi hawa wa AFC M23 waliendelea kukua washindi kabisa, wakasonga mbele, wakaendelea kuavance mpaka pale walikomataka mjini Goma na kwingineko ambapo wanakaa mpaka kwa sasa. Ile yote ni ushindi kwa AFC M23. Sasa wanajeshi kama na hawa ambao walionaka kabisa vita ginsi ilianzaka kule, wakakamatwa mateka mjini Goma, wakaona jinsi vita vinaendelea mpaka kwa sasa pale kwenye waasi wa AFC M23 wanafika. Ingeliacha wanajeshi hao wanaona kwamba AFC M23 ndio yenye iko na shinda kiukweli, na hivyo basi awangelijiunga mwa FARDC kwa sababu AFC M23 ndio yenye inashindaka. Kwa sababu hao wanajeshi kabisa ni wapatriote, ni wakongomani, wanapenda nchi ya Kongo, wanakataa kabisa kuungana na waasi wa AFC M23 hata kama waasi hawa wanaendelea kusonga mbele. Hawajali na hayo, wao wanachokitaka ni kuipigania nchi ya Kongo, waiokoe mikono ya hawa waasi wa AFC M23. Mnasikia jinsi hawa wanajeshi wako na roho ngumu, ile ni upatriote, ile njo kupenda nchi kabisa. Hao wanajeshi kabisa, courage kwao. Wanajeshi hao wa FARDC ni wazalendo ambao wanaendelea kuondoka mwa AFC M23 wakijiunga na FARDC ili kupigania nchi ya Kongo. Tunawapongeza sana kwa hayo, tunasema courage sana kabisa kwa upendo wanao kwa nchi ya Kongo. Tuendelee na taarifa zetu. Patrick Muyaya, msemaji wa gouvernement ya Kongo ama serikali ya Kongo, alitoa wito kwa watu wa Kongo kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuonyesha uzalendo mbele ya uchokozi wa Rwanda na washirika wake M23 AFC. Katika onyesho la tuambie ukweli lililoandaliwa na Elize Odia, waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari, alisema kwamba Wakongo wengi wanaamini vita vinavyoendelea vinalenga utawala wa sasa
huku ukweli halisi ukionyesha kwamba ni Wakongo wenyewe wanaolengwa. Alisema kwamba hii si vita ya utawala, ni vita inayoendelea Kongo. Rasilimali zinatumika, wanajeshi wanakufa kwenye mstari wa mbele ni Wakongo. Alitangaza kana kwamba anawabadilisha wale wanaoamini kwamba uchokozi huu unalenga timu tawala ya Kongo pekee. Msemaji wa serikali ya Kongo anasisitiza hitaji la kila mtu kuonyesha uzalendo wa kina kuelekea Kongo iliyo hatarini bila kujali uhusiano au majukumu ya kisiasa. Alisema kwamba haipaswi kusahaulika kwamba hata kama umpendi Rais Tshisekedi au serikali yake, chuki yako kwa kile unachokiita serikali haipaswi kuzidi upendo wako kwa Wakongo na nchi ya Kongo, kwa sababu ikiwa unaongozwa na roho ya uzalendo kuelekea nchi, huwezi kwa njia yoyote kuvumilia au kukubali kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Mwitikio huu unaunda wito mkubwa wa uhamasishaji wa pamoja kwa ajili ya mapambano ya pamoja, yale ya kuunga mkono juhudi za serikali kukabiliana na uchokozi. Patrick Muyaya alitangaza hayo siku ya jana. Habari zetu zinaendelea, turudie mu territoire ya Masisi. Nilitoka huko bila kuambia kuhusu ataki ambayo ilifanyika ndani ya kijiji cha Ruhuha kwenye mtu mmoja aliuawa na mwingine kujeruhiwa vibaya. Wanaume wenye silaha walifanya shambulio katika kijiji cha Ruhuha, eneo la Bashali Mokoto. Kulingana na vyanzo vya ndani, washambuliaji hawa walimuua Yakobo Ndabona mwenye umri wa miaka 55 na kumjeruhi vibaya mama yake wakati wa operation ya uporaji wa kimfumo. Shambulio hilo ambalo lilitokea yapata saa 8 usiku lilisababisha hofu miongoni mwa wakaaji. Karibu nyumba 10 zilitembelewa na kuporwa, na hivyo kuimarisha hali ya ukosefu wa usalama ambayo tayari ipo katika eneo hili. Uvamizi huu ulifanywa ndani ya kijiji cha Ruhuha, kijiji ambacho kinakaliwa na waasi wa AFC M23. Idadi ya watu inatoa wito kwa mamlaka kuimarisha hatua za usalama, kupeleka vikosi vya kutosha na kuhakikisha ulinzi wa wakaaji na mali zao. Hapo ni maeneo yanayoongozwa na waasi wa AFC M23 kwenye hali ya usalama ni mbaya kabisa, inaendelea kuzorota, uporaji, kuuawa. Mnakumbuka hivi juzi Walungu mwile centre ya Ikana walifikaka pale wakashambulia hapa na pale, uporaji ukafanyika, mtu mmoja akajeruhiwa. Uvira dimanche na lendi watu wawili waliuawa. Donc usalama kabisa huko mzuri, na kule maeneo yenye AFC M23 iko ndani. Ni wakati wanasemaka wao ya kwamba ni wakombozi wanakuja kuleta usalama na maisha mazuri, ila maisha kabisa yanaendelea kukua mabaya na hali ya usalama kuzorota sana zaidi. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea mchana wa leo. Nawashukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu. Nasema asante. Kitu kingine ambacho nawaomba ni kuendelea kuzisambaza sana habari hizi ziwafikie wengi, kuendelea kucomment na kuzilike, na kuwakumbusha kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa na zipata taarifa zetu mbichi. Kujiunga nasi, gusa pale kwenye ile titre, pale kwenye kunaandikiwa habari za leo. Kisha gusa pale chini mu description utaona link yetu ya WhatsApp iko pale. Ukishagusa kwenye link hiyo utajiunga na grupe yetu ya WhatsApp kabisa, na hapo utakuwa nazipata taarifa zetu zote za asubuhi, za mchana, za magharibi, ili ufahamu hali halisi na kinachoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Asante basi na washukuru, mchana mwema, tupatane ndani ya taarifa zifuatazo. Merci.